kukosekana kwenye michuano ya AFCON. Tuambie furaha yako baada ya kurejea. Yani mimi maswali yote pale mtu kisha yani ikisha kwa tuambie furaha yako kidogo anapopu ina kama inanikata. Kwa nini inakukata? Yes, nadhani ukisema tu una kitu gani nilichokuambia wa Tanzania nadhani itakuwa jambo zuri kwa sababu nadhani furaha yani kuwa furaha kwa sababu niko zaidi ya miaka 10 kwenye national team. Na hiyo miaka 10 nimekuwa yani ni consistency 10 years zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo nikikosekana labda mechi moja lakini narudi tena hivyo. Kwa hiyo nadhani jambo kubwa najisikia vizuri kujumuika tena kwenye national team, na siku zote tumekuwa na malengo kuhakikisha national team tunaendelea kufanya vizuri na tunachukua ile kiu au shauku ambazo tuko nazo kama wachezaji tukijumlisha na kiu ya Watanzania na taifa kwa ujumla kuona tunasonga mbele, mpira wetu kwa ngazi ya national team unakuwa, na nowadays tumekuwa na muendelezo mzuri kwa ngazi ya national team, tumekuwa tukifanya vizuri. Kwa hiyo nadhani muendelezo huo ndio Watanzania wanatarajia kuona kwenye michezo mingi zaidi, na kwa sababu tuko kwenye race za kuhakikisha tunakuwa na maandalizi mazuri ya kuandaa timu kwa ajili ya AFCON ambayo tutafanya East Africa. Kwa hiyo kuelekea michezo hii ya FIFA Series Rwanda, nadhani ni muendelezo wa maandalizi au muendelezo wa kumpa mwalimu kupata fursa zaidi ya kuendelea kuandaa timu. Kwa hiyo sisi kwetu kama wachezaji ambao tumepata nafasi kwa wakati huu, nadhani tuna hiyo room ya kulisimamia mipango ya mwalimu ambayo anatupa kuhakikisha tunafanikisha kupata ushindi kwenye hiyo michuano, lakini pia kuendelea kuwaonyesha Watanzania kwamba tuko hapa, tuna deserve kuwa hapa, na pindi ambapo tutavaa jezi ya national team kwamba kila Mtanzania aone kwamba kila mchezaji ambaye kavaa jezi ya Tanzania anapambana kuhakikisha timu inapata matokeo chanya, lakini pia kila mchezaji anajitolea kwa jasho na damu kuhakikisha Taifa Stars inaibuka na ushindi. Hapo kwamba sasa hivi Watanzania wanaona progress ya timu ya taifa. Tuna kama wiki hapa ya kwenda kujiandaa kwenye hii michuano ya kimataifa kirafiki. Licha kwamba muda si mkubwa sana, lakini pia binafsi huwa mnafanya nini kuhakikisha kwamba lile deni ambalo tumeacha Watanzania hatulishushi na zizidi kulipeleka juu licha ya huu muda mfupi tunakutana na timu ya taifa? Yes, kwa international levels hasa national team ni kwamba hakunaga muda mrefu zaidi ya wachezaji wanaweza kupata muda wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo nadhani mara nyingi ni 3-4, ikizidi sana inakuwa 7 days za mwalimu kupata nafasi ya kuandaa timu. Kwa hiyo nadhani kuna levels ambazo tumefika sasa kama taifa, lakini pia kama wachezaji. Ukiangalia kwenye vilabu vyetu tumekuwa tuna consistency saizi ya kufika level za juu kwenye mashindano ya kimataifa, na kikubwa national team ni kwa mwalimu kuingiza mbinu zaidi. Kwa hiyo nadhani kama mnavyoona tumekuwa na consistency kwenye ligi yetu, kucheza mechi karibu kila baada ya siku 2 au siku 3 tunacheza mechi. Kwa hiyo wachezaji wengi nadhani tuko kwenye hali nzuri ya utimamu wa mwili. Kwa hiyo kwenye hizi siku chache nadhani itampa fursa mwalimu kuingiza mbinu kuelekea mchezo husika, na nadhani kwa level ya national team kama nilivyosema zinatosha. Kwa hiyo inaweza ikawa tabu kidogo kulingana, sio 90% ya wachezaji ambao wako kwenye level hiyo au wanacheza kwenye level hizo, lakini asilimia zaidi ya 80 nadhani wachezaji wako tayari kwenye kucheza kwenye level hiyo ya kimbinu zaidi. Tunakubaliana kwamba sasa ligi yetu intensity ni kubwa, kwamba hata pia na sababu wachezaji wengi wa timu ya taifa wanatokea hapa kwenye ligi yetu ya ndani. Yes, kwamba intensity ni kubwa, lakini pia hata ile consistency kama nilivyosema ni kila baada ya siku 2 siku 3 watu wanacheza mechi. Kwa hiyo utimamu wa mwili nadhani watu wako vizuri. Kwa hiyo hapo ukiingiza mbinu, tukishika maelekezo ya mwalimu, nadhani tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Wakati upo national team ulikuwa unaitwa Tanzania One, ulivyokosekana hapa makipa wakawa wanabadilishana kwa maana anacheza mechi moja huyu, mechi 2 huyu, ni kusema kwamba Tanzania One umerejea rasmi? Nadhani
kila goalkeeper nchi ana deserve kuvaa jezi ya national team, na goalkeeper yote anayepata nafasi ya kucheza nadhani ana deserve kucheza. Kwa hiyo Watanzania ndio wenye jukumu ama ndio wenye maono nani ana deserve kuwa nani na nani anastahili kuwa nani. Lakini kwangu mimi, kwa nafasi yangu mimi ni kama goalkeeper wengine. Nafasi yangu na level yangu naona tu kama Foba, kama Amosi, kama Masalanga, kama wengine. Lakini swala la nani ndo nani, hilo ni swala la Watanzania ambao wao wanaweza kuona. Lakini mimi binafsi naona tu niko sawa na Masalanga, niko sawa na Twalibu Msheli, niko sawa na Mandanda na kila mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo anaweza siwepo Manula, lakini tumeona alikuwepo Masalanga akafanya kazi yake vizuri, Wonders alikuwepo, Foba akafanya kazi yake vizuri, alikuwepo Yakuba akafanya kazi yake vizuri, na Tanzania wote wakasema hao wana deserve. Kwa sasa Manula hayupo, lakini langu liko salama, na mimi niko nyumbani, naona namna anavyofanya na fly na enjoy, kwa sababu zama alikuwepo Kaseja akatoka, alikuwepo Dida, alikuwepo Mustafa, alikuwepo nani, nikaja mimi, nitaondoka, watakuja wengine, wataondoka. Ndio maisha ya mpira yalivyo. Kwa hiyo yoyote atakayekuwepo kwa muda huo tuna haki ya kumsupport na kumpa moyo. Kwa hiyo yeyote atakayepata nafasi tukimuita Tanzania One, nadhani pia tunamsaidia hata yeye kuona kwamba wakati umefika na ni nafasi kapata, ni yeye sasa kufanya kazi kuhakikisha kwamba anashikilia nafasi na maisha mengine yanaendelea, kwa sababu ile nafasi ni kwa kila Mtanzania. Yeah. Sauti ya kipa. Heshimiwe Ali Salim. Lakini wengi kumalizia. Wengi wamekuwa kama idol wao. Sawa. Umekuwa kama idol wao. Nini pia unafanya kuhakikisha kwamba sehemu ya maelekezo, sehemu ya kufanya kwamba umekosea kukaa sawa unaitumia ipasavyo? Yes, katika kitu ambacho sijui niseme nimebarikiwa ama neno kidogo lina ukakasi. Katika kitu ambacho kitu ambacho nimekuwa nikiwa na furaha nacho, karibia 90% ya magolikipa nchini marafiki zangu. Sijui kwa nini, lakini wamekuwa marafiki zangu, na pale tunapokutana sehemu yoyote tumekuwa watu ambao tukifurahiana, tukipiga story 1 2 3 na hapa na pale. Kwa hiyo nadhani na mara zote tukipiga story tunapiga story nyingi na tofauti za mpira, nje ya mpira, namna gani, na wao nadhani wamekuwa na hiyo room ya kuuliza au chochote wanachotaka kujua kutoka kwangu tukiwa tunapiga story. Sasa inaweza ikawa kwa namna moja kwa wanaweza kwa sehemu ya kujifunza au sehemu ya story, lakini mimi nikiwa nao kama tunafurahiana, tunaenjoy. Nadhani last time ndugu yangu hapa akiwa na timu yake tuliwapiga pale, tuliwakanda timu yake ya Morogoro, akina Msheli, akina nane Kibabage, tuliwafunga tukiwa na Kilombero, ikiwa na Kilombero combine, watoto wabaya zaidi. Unatuchafua sasa. Kweli useme. Watoto wabaya zaidi wakina Kiimbo walifanya balaa kubwa. Kwa hiyo na hivyo tumekuwa tukienjoy. Yaani nimekuwa na bahati hiyo magolikipa, wachezaji wa ndani, yani nikiwa nao na enjoy. Sasa sijui tena ndio ubabu unaosemwa ama